Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu wa Islamu, kwanza awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia amani na utulivu, kutujalia kuamka tukiwa salama. Kuna wengi walitaka wafike siku ya leo, lakini Mwenyezi Mungu hakuwafikisha. Ndugu zangu, niwashukuru binafsi nyinyi waandishi kwa kuitika wito, na lengo kubwa la kukuiteni hapa ni kuja kufanya zoezi hili ili ninyi muwe mashahidi mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya mwisho na hata hapa duniani. Tunacho chakula kidogo leo tumekuja kukigawa, lakini kabla sijaenda huko nitoe angalizo na tahadhari. Kwanza, hatufanyi hivi ili kujionyesha. Naomba jamii tuelewe sana, hatufanyi hivi, na Mungu anajua lengo letu. Hatufanyi kwa ajili ya kujionyesha au kwa ajili ya kiburi au kwa ajili ya kujifaharisha. Tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulipewa chakula tukigawe kwa watu wanaostahili, na sisi tukakubali kulifanya hivyo, na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Tumechukua dhamana na amana hii kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kwanza tumefunga. Tulipatiwa kilo 100 za mchele. Tulipatiwa sukari zaidi ya kilo 30. Kuna tambi karibuni kilo 60. Kuna mafuta, tena mafuta sio mafuta original kabisa, ile alizeti. Alizeti. Ili tuwagawie watu wasiokuwa na uwezo. Tulitaka kutengeneza futari, lakini tukakana wenzangu tukajiuliza, futari tutakula siku moja tu. Kuna mtu anaweza akaja kula futari kweli, lakini nyumbani kwake hamna kitu. Hawezi kumchukua mkewe, watoto, ana wake wawili, sijui baba. Hapana. Tukaona kwa heshima nzuri tu ni bora tuchukue hiki chakula, tuwaite wanaostahili, tuwapatie chakula hiki. Kwa hiyo hili ndio kusudio kubwa. Na kufanya hivi, ndugu zangu Waislamu, lengo kubwa sana ni kuionyesha jamii. Hizi futari za kufutulishana kwenye mahoteli, unamuita mtu ana gari la kifahari, ana uwezo wa kutoa na yeye unamuita, au unawaita watu chungu mzima na kamera na nini, kuonesha miguu ya kuku, masamaki, manini, mapiza. Mimi nafikiri hebu tufikie sehemu Waislamu tufanye haya mambo kwa ajili ya Mungu. Tujue kwamba tunapoyafanya haya tuyafanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na jambo la pili, wale tunaosimama kama Qur'ani ilivyosema, sura Toba sura ya 9 aya 60, hakika sadaka upewa watu hawa. Mungu ndiye ameelekeza, sio mimi wala sio Sheikh Jafari. Mwenyezi Mungu ndiye amesema sadaka upewa watu hawa, masikini na mafakiri. Masikini ni yule anayeamka akapata riziki tu. Fakiri ni yule anayeamka ajue atakula nini. Mwenyezi Mungu amesema watu wapatie sadaka. Mtu wa tatu, wale wanaingia katika dini ya Mungu, na wale wanaozikusanya mtu wa 4. Kwa hiyo wewe unayekusanya sadaka, Mwenyezi Mungu anajua yule anayekupa ukatoe, kuna fungu lako na wewe pale. Sasa usiwe na roho ya ulafi na ubinafsi. Umepewa kilo 100, unaleta kilo 20, kilo 80 unatia mfukoni, unaenda unauza. Huu mchezo tuache jamani, tujue kuna kufa. Kuna watu wanapewa ng'ombe 20, ng'ombe 30, kachinjeni mwagawie watu wanaostahili maskini. Badala kuchinja ng'ombe 30, anachinja ng'ombe 3, anaenda machinjioni pale, anapiga picha ya ng'ombe 30, anazirusha, anambia hizo ndio ng'ombe, tuoneshe unapozichinja ziko wapi. Sasa kwa tabia hiyo inawezekana inasababisha wale watoaji waone kwamba kumbe tunawapa wahuni, tunapoteza pesa yetu, bora tufanye tunavyoweza. Hii tabia mimi ningeomba sana, ninaomba kwa taadhima, simsemi ni nani, lakini sidhani kama inafurahisha. Watu mnaotaka kusaidia watu, saidieni, na msiende nyinyi fronti. Nyinyi hamwezi kujua maskini. Maskini sisi tunaokaa Uswahilini ndio tunajua maskini. Wewe ukae huku chini. Na kwa kweli ili upate baraka na rehema nzuri kwa Mwenyezi Mungu ni kuwafariji maskini. Maskini hawa. Ndugu zangu Waislamu, kuna mtu mpaka leo hii wallahi na hapa hajui mwanae atavaa kanzu gani, hajui mkewe atavaa nini, yeye mwenyewe atavaa nini. Yaani ni maskini.
Wewe unaenda kuwaita watu Diamond, unaenda kuwaita watu Selena Hoteli. Brother, kweli wewe unalenga dini? Hebu tupunguze haya mambo. Watu wenye uchumi mna mahela chungu mzima. Ukikata milioni 100 tu katika biashara yako ukatoa milioni 10, 5, 10, wapelekeeni watu vijijini, Morogoro huko vijijini, Ifakara vijijini, Mwanza vijijini. Kuna watu kama ukienda Morogoro ni Waislamu wenzetu, lakini hata futari yake hajui atafuturu nini. Mimi nimependa niliseme hili tu. Sasa baada ya hilo tutaomba dua. Dua itakuwa ni kubwa sana kuombea wale waliotoa hii sadaka. Mwenyezi Mungu awaondoshee maradhi na mitihani yote ya kimaisha. Yule aliyetoa sadaka hii Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu na amzidishie zaidi na zaidi, na wallahi Mungu atamzidishia. Yeye na wazazi wake wawili kama wametangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu afanyiwe pesi kaburini. Hii dua itakuja kusomwa na Sheikh Jafari. Sheikh Jafari ni sheikh wa muda mrefu, ni mhubiri wa muda mrefu, kafanya kazi kubwa Mwenyezi Mungu. Toka wakati wa marehemu Sheikh Shabani Magezi Malanda ndio wahadhiri vijana sana wakati ule alikuwa. Lakini Mwenyezi Mungu kamjalia kaongeza elimu na anafanya kazi kubwa ya tiba, na tiba zake ni za kisheria, anafanya visomo na alhamdulillah Mwenyezi Mungu anamjalia watu wanapona. Kwa hiyo atakuja hapa ndio ataongoza dua hii. Sasa na hii dua tumeona na tumeomba tuiombe na Tanzania yetu amani. Sheikh Jafari, njoo uiombe na nchi amani. Ukisha kuiombea nchi, umwombee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Huyu mama lazima tumwombee yeye, Rais Samia na familia yake. Kwa kweli anafanya kazi kubwa, ni mama mzalendo. Tumeona anavyojitoa, ana sacrifice maisha yake kwa ajili ya nchi. Kuna watu wanamfanyia istizai, lakini mama hajibu. Na huyu ni kiongozi. Tumeona kuna watu wanafanya kila linalowezekana ili wamdhalilishe rais, lakini Mungu anaendelea kumpigania. Umwombee dua shamba. Dua ya pili muendee makamu wa rais na waziri mkuu. Waziri mkuu huyu ni dokta na yeye. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Lameck Mwigulu Nchemba anafanya kazi kubwa sana. Nafikiri na wewe ni shahidi Sheikh, umeona anavyokwenda wilayani, anavyopigana kutatua matatizo ya watu. Tumwombee dua. Na dua mwenye kufunga nafikiri mashehe mnatuambia haina pazia. Kwa tunaiomba dua. Na mtu wa tatu tutakayemwombea ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa. Usalama wa taifa ndio nchi. Wakiumba na nchi imeyumba. Lazima tukubali. Tutaombea dua Mwenyezi Mungu awape busara, awape maarifa zaidi waweze kuilinda nchi yetu. Jeshi la polisi akiwemo IGP na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Hawa ni watu muhimu sana. Tuombee dua na vyombo vyote vya ulinzi. Uombee dua na tumefunga. Na dua hii wataitikia wale maskini waliokuja kupata futari hii au kupata chakula hiki. Maskini wanyonge mbele ya dunia na ni wanyonge mbele ya Mungu, wataitika amina. Na wallahi itakuwa ni dua kweli. Hawa kina mama mtu asiseme mbona tuwaoni, atuhitaji kuonyesha ili kuwadhalilisha. Sio futari ya kudhalilisha watu. Hii sio sadaka ya kudhalilisha watu. Ni sadaka ya kutafuta radhi na fadhila za Mungu. Ila kama kuna mama mmoja amesema atajitoa aje kwa niaba ya wenzie. Mama mmoja tu kasema atakuja ashukuru hapa Sheikh kwa ajili ya wenzake. Na ametaka yeye mwenyewe tu. Hatukumlazimisha. Mama kama upo njoo ushukuru Kama yupo mama. Kwa niaba ya wenzake ni yeye mwenyewe. Hii ni sadaka ya mkono wa kulia unatoa, wa kushoto usijue. Kwa kweli naomba sana Mwenyezi Mungu waje. Na hiki kilichotolewa ndio hiki. Mama njoo. Mama jitambulishe. Okay. No. Naitwa Sharifa. No. Ndio. Natokea Magomeni. Inshallah. Napenda kutoa shukrani. Kwa hiyo tumepata msaada ambao utakatufaa mimi na wanangu ambao nimeachiwa. Ndio. Mimi namwombea kila la kheri. Allah amfanyie wepesi inshallah. Aondolee maradhi makali. Amen. Ampe afya. Amen. Kikubwa ni afya. Naam. Kama akiwa na afya ni mtosha. Amen. Awe na imani hii. Naam. Nashukuru kwa niaba ya wanawake zangu wote. Naam. Jazakallahu khairi. Naam. Sina mengi. Inshallah asante mama. Jamani, huyo ni mama. Sheikh vipi una kuja kuongea naye? Na kuomba dua. Kama tulivyosema
kuombea wale waliotoa sadaka na wale ambao hawataki kutoa, kuwasaidia maskini. Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao, wasaidie maskini. Sasa namleta Sheikh Jafari ambaye yeye ndo atakuja kuomba dua nyingine kubwa, na atakuwa na maneno ya kusema kwa sababu yeye ni shekhe na ni msemaji mzuri sana na ni mhubiri wa dini na ni dai mzuri sana. Maisha yake yote yanazekea kwenye dini. Mimi nimesilimu, nimemkuta huyu bwana anahubiri dini akiwa na marehemu Sheikh Shabani Magezi Malanda, na yuko Morogoro nafikiri, anafanya kazi kubwa Mwenyezi Mungu kule vijijini, anafanya kazi kubwa, anasilimisha watu wengi sana. Ila kuna watu wanafanya kazi ya Mungu nchi hawajitangazi, wanahitaji Mungu awatangaze na Mungu atawalinda inshallah. Sheikh Jafar, tafadhali mashukuru. Karibu Sheikh. Naam, assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Kiukweli kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na utukufu wake kwa kile ambacho leo kimefanyika. Mwenyezi Mungu wallahi ameshuhudia ndugu yetu Sheikh Mwaipopo akisimamia jambo adhim, jambo kubwa la kuhakikisha kwamba watu wake, jirani zake wanapata iftari, wanapata sadaka, wanapata daku. Mwenyezi Mungu kwanza yeye binafsi amlipe kila la kheri. Niseme tu kwamba katika vitu muhimu hasa katika maisha yetu haya ya kilimwengu, baada ya sala ni kuwalisha maskini. Baada ya sala jambo muhimu zaidi katika maisha yetu ni kuwalisha maskini. Na ndio maana ukiangalia hata Qur'ani siku ya kiyama Mwenyezi Mungu anasema watu wa moto, watu wa peponi watawauliza watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, kipi kimewaingiza huko motoni? Qalu, watajibu lam nakum minal musallin, jambo la kwanza tulikuwa hatusali, lakini walam nakum nut'imul miskin, lakini la pili tulikuwa hatulishi masikini. Maana baada ya sala jambo la pili ambalo litaingiza watu motoni zaidi ni kuwalisha maskini. Ukiwaacha maskini unatafuta moto wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla siku hiyo ya kiyama. Lakini pia niwakumbushe mwezi huu ni wa Ramadhani. Bwana Mtume sallallahu anasema man aftara saiman walau bitamrin kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi saimin shay'un, yoyote mwenye kumfuturisha mfungaji walau kwa moja ya tende, basi malipo yake mtu huyo atalipwa sawa sawa na saumu ile ya yule aliyefuturishwa, bila kupunguza amali yoyote ya yule aliyefuturishwa, na yeye atakuwa amepata saumu za watu wawili, ya kwake na ya yule aliyemfuturisha. Subhanallah, bila kupunguza chochote kile ambacho yule ambaye amefuturishwa katika kile ambacho amelishwa siku hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo hili ambalo limefanywa ni jambo la msingi sana, na mimi binafsi nitoe shukurani, pamoja si wajui ama simjui aliyefanya hivi, lakini kafanya jambo kubwa ambalo litamuokoa na moto wa jahannam siku hiyo ikifika, na Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Lakini pia ni wahimize na watu wengine na wadau na wakada mbalimbali. Mwezi huu ni mwezi wa kutoa sana. Wakati wewe unakula, unasaza, unatupa jalalani, basi wakati huo fikiria kuna watu hawapati chochote, wanafuturu uji mtupu, daku lao la ajabu. Subhanallah, ni jambo kubwa sana hili ambalo limefanyika siku ya leo. Mimi niseme tu kwamba kwa kuwa nimeitiwa kwa ajili ya kuombea dua na kuliombea pia taifa letu na viongozi wa serikali yetu, basi sina namna isipokuwa lazima tuombe, tufanye hivyo. Na hili pia si jambo la ajabu, ni jambo zuri pia kuombea viongozi, kwa sababu viongozi wao wakitengenea, wakikaa vizuri, nchi inakuwa nzuri, nchi inakuwa na neema, baraka inapatikana, utulivu na amani unatawala. Lakini kama viongozi wakiumba, wakiwa wabaya, hatukuwaombea kwa Mungu akatengeneza nyoyo zao, Allahu Akbar, dunia inakuwa mbaya, inakuwa si nzuri. Lakini mimi binafsi na mwenzangu Mwaipopo na wengine pia tuna wajibu zaidi kuliombea taifa hili, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndio katupendelea tuishi hapa, kataka hivyo. Laiti Mungu hivi sasa angetaka sisi tuzaliwe kwa wenzetu huko Israeli, sasa tunachezea mabomu, hatuna utulivu hata kidogo.
lakini Mungu atupendelea, tumezaliwa Tanzania, kisiwa cha amani. Tunapaswa kuendelea kuiombea nchi yetu, hali kadhalika na kuwaombea viongozi wanaosimamia taifa hili kwa ujumla wake. Kwa hivyo ndugu yangu mtazamaji, naomba tafadhali usiwe na shaka juu ya hili hata kidogo. Kumwombea kiongozi ni jambo la wajibu mno, ndio utulivu wa mioyo zetu na ndio maisha kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba kwa rehema zako na utukufu wako, kwa baraka ya mwezi huu wa Ramadhani na kwa utukufu na cheo cha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya rabbal alamin, tunakuomba Allah, kwanza walipe kila la kheri hawa ambao wametoa sadaka na kuwalisha maskini, lakini pia Mwenyezi Mungu mpe afya njema, lakini pia mpe moyo thabiti ndugu yetu Saidi Mwaipopo kwa hiki ambacho anafanya, akipewa kinafika kwa uaminifu huu. Mwenyezi Mungu ongezee baraka katika maisha yake na afya iliyokuwa kamili. Lakini pia Mwenyezi Mungu nakuomba kwa rehema zako tupe utulivu katika taifa hili, lakini kwa kuwabariki viongozi wa nchi hii ili waondokane na msongo wa mawazo, ili nchi yetu iendelee kuwa nzuri. Mwenyezi Mungu tunakuomba Allah, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpe afya njema, muondoshe dhiki katika moyo wake, muondoshe wasiwasi katika nafsi yake, mpe baraka yeye na watu wake na familia yake. Allah mtie nuru katika jicho lake, aione Tanzania katika namna iliyo nzuri kila mahala, insha Allah. Kwa idhini yako Mwenyezi Mungu afanye maendeleo, afanye taifa hili liwe taifa bora la kuishi. Lakini pia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wajalie viongozi ambao wamemzunguka afya na baraka tele, wajalie uoni uliokuwa bora ili waendelee kutumikia katika weledi uliokuwa mzuri. Mwenyezi Mungu, majeshi ya polisi, jeshi WTZ pamoja na usalama wote kwa ujumla, Mwenyezi Mungu wape nguvu na afya ili mradi taifa hili liendelee kuwa zuri, liendelee kuwa la neema, liendelee kuwa na baraka, tuendelee kuvuna matunda ambayo Mungu amejalia taifa hili, ya rabbal alamin. Rabbi sahili wa yassir wa la tu'assir alaina ya Allah ya latif يا معين. رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا الله يا لطيف يا معين. رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا الله يا لطيف يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الركاب ويا هز الأحزاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع لو طلب، بحق لا إله إلا الله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مالك الركاب ويا هز الأحزاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع لو طلب، بحق لا إله إلا الله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا للحق وإلى طريق المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن قريب المجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك موجباتك رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حيث الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.